Naam, niko eneo jingine ndani ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kama kawaida niko na brothers hapa. Of course wametulia. Bana, mambo vipi? Ya fresh. Kuta nani? Wanaita Ahmadu. Mbona kinyonge mzee wangu? Hamna, sio kinyonge, nimechoka tu. Pole bana. So Madu bana, kwa mara ya kwanza kabisa umechaguliwa ndani ya chuo kikuu cha Dar es Salaam na tunatamani tujue umechaguliwa kozi gani? Nimechaguliwa kozi ya business administration. Wow. Vipi, ni kozi ambayo iko ndani ya moyo wako au ushawishi wa mtu fulani au kwa sababu mtu fulani yani aje? Ya, ni kozi ambayo nimechagua kutoka katika moyo wangu. Kwa soon as possible tunajua kabisa tunaenda kupata afisa biashara aliyenyoka kwa sababu ni kitu ambacho umekipenda kutoka ndani ya moyo wako. Ya. Natamani nijue kwa mara ya kwanza kabisa ndoto zako zilikuwa ni kusoma ndani ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, sio? Ndio. Vipi sasa leo kwa mara ya kwanza umetua mguu wako, tayari umeanza process hapo, naona unajaza form, vipi furaha ikoje, lakini unajisikiaje kwa ujumla? Najisikia furaha, pia najisikia amani yani kuwepo katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ya. Wewe ni mwenyeji wa wapi, maeneo ya wapi? Mbagala. Unajua kuna wadau wale tutaona atapofika. Unawaambiaje sasa hivi? Takapofika papo ambapo nitakapofika, inshallah Mungu akipenda. Mbona boom? Ya. Boom lako la kwanza una expect kutumia kwa vitu gani una? Boom langu la kwanza kabisa nitatumia katika vitu vyangu muhimu ambavyo ninavyovihitajia yani. Moja katika masuala mazima ya masomo ambayo nimekuja kuyaanza hapa. Ya. Sawa. Bana, mimi natamani nijue leo umeanza usahili wa mwaka wako wa kwanza kabisa 2025-26 na hivi ndio umeanza. Vipi kwanza umejisikiaje kuhusiana na usahili, lakini vipi unaoneje hali kwa ujumla? Hali kwa ujumla ni nzuri kwa sababu huduma unaenda unapata kwa wakati. Ya. Sawa, neno moja kwa wadogo zako advance ambao wamesalia pale shuleni uliposoma. Waendelee kujipinda ili mradi waweze kufikia hapa tulipofika na wakaribie sana UDSM. Sawa, neno nani tukumbushe tena? Ahmadu. Sawa, huyu ni Ahmadu. Kwa siku za mbeleni tunaweza tukaja kumuita afisa biashara. Sawa, lakini pia niko na jamaa wangu mwingine. Inakuaje jamaa? Safi. Unakuita nani? Elias bana. Kwa mara ya kwanza kabisa tunakuona uko ndani ya chuo cha Dar es Salaam. Ndio ulipochaguliwa, sio? Ndio. Kozi gani? Kozi ya engineering geology. Hivi ni kozi ambayo yupo ndani ya moyo wako au kwa namna nyingine labda unakuta ni ushawishi wa baba, dada, kaka? Ipo ndani ya moyo wangu ya. Ndio, kabisa. Okay. Natamani utuambie sasa, mambo ni mengi sana ambayo yanasikikaga nje ya chuo kwamba kuna watu wengine wanasema hivi, kuna wengine wanasema chuo bata sana. Wewe ni maneno gani ambayo kwanza uliyasikia ukasema natamani nikifika chuo lazima nije niyafanyie kazi? Lakini kuna maneno mengine wanasema nikifika chuo sitamani kabisa nije niyafanyie kazi. Mambo moja hapo ambayo nimezingatia sana kabla ya kufika hapa ni ambao nilikuwa nasikia kwa wengine. Walikuwa wananiambia sana ukifika kule chuo zingatia sana kusoma kwa sababu uhuru sana ambao unaopata utakufanya usahau kile ambacho kimechokuleta hapa. Yaani kibwa tu zingatia ambacho kimekuleta hapa. Ila kitu ambacho sikutamani sana ukifanya hapa kufika hapa, yani ni vile vitu ambavyo havistahili ambavyo kama vipi? Yani kufuata mikumbo hivi tuseme, labda kuenjoy watu wana ushawishi mwingi, labda kujiingiza katika vitu ambavyo havihusiki. Hivyo ndo singependa sana kujishirikisha. Bana, kwa mara ya kwanza kabisa umeanza usajili wako, nimeona ulikuwa unajaza fomu hapa na vitu vingine kama hivyo. Kwanza umeoneje mapokezi, lakini umejisikiaje vile unavyoona kwamba naenda hatua hii na kuja hatua hii? Mapokezi ni mazuri. Pili pia nilichokipenda ni kwamba kuna wale watu ambao wamevaa ambao wanatuelekeza. Ukipata changamoto yote, ukiambia nataka kufika sehemu fulani wanakufikisha. Ukiwauliza process fulani wanakuelekeza pa kuanzia. Kwa uzuri kuna watu wanadirect vizuri pa kufika. Hicho. Sawa. Kuna wadau ambao waga kama wanakaga wanarudisha nyuma maisha ya watu huko nini advance wapi, kuna walimu. Unaweza kumwambia leo hapa ni wapi, na je unawaambiaje sasa umeshafika UDSM? Sina mengi ya kusema, ila vitu matokeo atakavotoka huko mbele Mungu achonipangia ambacho cha kufikia ndicho kitajibu wale yote ambao kwa anasema. Bomu lako la kwanza unaenda kufanyia nini? Yaani kitu ambacho unasema bana hichi akikosi. Bomu langu la kwanza nitazingatia vitu vinavyohitajika katika kozi yangu. Maana kuna vitu vya kulipia, si mavazi na vitu vyote. Kikubwa nitazingatia hivyo. Afu vingine ndio vitafuata.
Una ujumbe gani kwa wadogo zako ambao umewaacha huko nyuma, lakini na wale first year ambao pengine wanakaa mpaka sasa hivi nyumbani bado hawaelewi wafanye nini, wafanyie nini? Kwa wale wadogo zangu advance, mimi ninachoshauri tu kikubwa ni kwamba wapige wakaze buti, wasome kwa bidii hivyo. Na pia kwa wale ambao wana first years ambapo nyumbani hajafika hapa, na shauri sana wafike mapema wamalize masuala ya usajili, maana vipindi vipo hivi karibuni. Bana, asante sana, tunakubali, tunashukuru sana kwa sababu sisi bana tumekupa kila hatua tangu tulipoanza mwanzo pale, lakini mpaka sasa tumefika hapa. Mimi sina mengi ya kuongea isipokuwa nazidi kutoa shukrani za dhati sana kwa wanangu wote ambao wamehusika na sisi na wametufanya tuendelee kuonekana. Wa kwanza kabisa ni Student Connect, wametuconnect leo na wanafunzi wa mwaka wa kwanza wengi sana, lakini pia wanangu wa Daruso, nikiwa maanisha serikali ya wanafunzi ndani ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, pia imetupa kibali cha sisi kuwepo hapa na tumehojiana na watu wengi. Lakini pia nishukuru sana kwa director wangu ambaye nilikuwa naye kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Unaweza kutoa commentations zako, unaweza kutoa suggestions zako kwenye upande wa commentation pale. Lakini pia like sana, comment na to follow sisi Student Connect. Naitwa MC Kevo kwenye mitandao yangu ya kijamii yote, naonekana kama MC Kevo, ukienda TikTok, Instagram, X na Facebook. Lakini pia nilikopo na jamaa wangu mwenyewe, director mnyama, shauri nyingi ziende kwake, anaitwa Simon. Yeye ndo amehusika bwana, amefanya mimi naonekana vizuri. Ukitaka tuje kwenye chuo chako, comment hapo chini chuo gani kifuate. Shukran.